Mheshimiwa Naibu Spika, mimi nimesimama leo hii kwanza kwa sababu kuu ambayo inatupata sisi watu wa Songwe. Watu wa Songwe hatuna umeme wa uhakika. Hivi nilivyosimama hivi leo, umeme mkoa wa Songwe ni mara nyingi sana unakatika na umekuwa ni maarufu kwa mkoa wetu wa Songwe. Yaani unaweza kusema tuko gizani sasa. Hili jambo sisi kama wabunge kwa kweli limeleta shida sana kwa mkoa wetu, na tumewaambia wananchi wetu kwamba muwe na subira. Sisi ni wawakilishi wenu, tutakwenda bungeni kuwasemea, na ikiwezekana hivi nimesema, Mheshimiwa Waziri, unapoenda kuwasilisha hotuba yako kumaliza, ni kuombe tu kwa namna ambavyo tuna tatizo mkoa wa Songwe katika ya umeme, na hii inatokana na kwamba sisi watu wa Songwe tunachukulia umeme kutoka pale Mbeya. Kuna kituo kimoja kinaitwa Mwakibete cha kupozea umeme. Ukimuuliza hata mtoto mdogo leo, ukimuuliza Mwakibete ni nini, atakwambia ndiye anayetukatiaga umeme. Yaani hiki kituo cha kupozea umeme kimekuwa ni maarufu mno. Kwetu imekuwa ni kero. Matangazo yote yanaokuja na watu wa TANESCO, Mwakibete, tatizo Mwakibete. Na ni kweli. Sasa kama mtu mwingine anatucontrol, sisi watu wa Songwe tutashindwaje kukosa umeme? Control zote zipo kwao. Wakiwa na jambo lao lolote lile, watakata tu umeme. Mkoa wa Songwe tunakosa umeme. Laini yote tunakosa umeme. Tena sio Mbozi tu peke yangu. Wilaya zote za mkoa wa Songwe, majimbo yote ya mkoa wa Songwe, wabunge wako hapa wanajua hilo, kwamba kelele ni umeme mkoa wa Songwe. Tunakosa wawekezaji, Mheshimiwa Waziri. Sisi ni wakulima, kuna uzalishaji wa hali ya juu kule. Wafanya biashara, viwanda vidogo vidogo haviendelei. Wajasiriamali wadogo hawawezi kufanya kazi kwa sababu umeme haupo, sio wa hakika. Mimi naamini utakuja na mpango wa dharura wa kutusaidia watu wa Songwe wakati tunasubiri huu mradi wa TAZA unapokwenda kukamilika. Kwa kweli hauridhishi umeme mkoa wa Songwe. Hatuko salama kwenye umeme. Naomba Mheshimiwa Waziri lichukue hili na tusaidie, tupe majibu. Hivi watu wana